Tarehe na Ramadhani. Hakika kilimpitia binadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinachotajwa, lakini pia mwanadamu huyo amebainishiwa njia, ama ni mwenye kushukuru au ni mwenye kukufuru. Hatua moja ndogo tu kwa mwanadamu ni hatua moja kubwa kwa binadamu. Zama zimeshapita tokea kubwa kwa ulimwengu. Karne ya leo hatukuwahi kuwashuhudia mitume waliopita karne kwa makarne. Je, ulijuaje historia ya Uislamu kama sikusoma tarehe katika Uislamu? Tukujuze, lakini pia tukufunze katika kipindi maalum cha tarehe katika Uislamu. Ni hapa Radio Al-Nur, mwangaza kwa umma. Fuatilia matangazo yetu. Karibu sana katika kipindi cha tarehe ama makala tarehe ambayo yanakujia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na lengo la tarehe hii ama makala haya ni kukujuza historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kujitokeza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwongozaji wako kama kawaida ni mimi Alawi bin Ali. Nikuombe msikilizaji uwe na usikivu kuanzia sasa hadi tamati ya makala haya ama kipindi hiki cha tarehe katika Uislamu. Na moja katika matukio ambayo kwamba yaliwahi kutokea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni suala zima la vita vya Badri, ambapo Badri ni jina la mji ulio kiasi cha kilomita 150 mbali na mji wa Madina, na mahali hapo hapakuwa na chochote isipokuwa bonde tu na kisima kilichokuwa miliki ya mtu mmoja aitwaye Badri. Na kwa ajili hiyo mahala hapo pakaitwa Badri kwa vile vita hivyo vilipiganwa mahala hapo, ndio maana vikaitwa vita vya Badri. Vita hivyo vilitokea asubuhi ya siku ya Ijumaa Ramadhani ya 17 mwaka wa pili baada ya Hijiria, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Sababu ama chanzo cha vita hivi kulikuwa ni msafara wa kibiashara makafiri ukiongozwa na Abu Sufyan uliokuwa ukitoka nchi ya Sham ukirudi Maka ukiwa na watu wasiozidi 40. Msafara huu ulikuwa umebeba mali nyingi sana ya watu wa Maka, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hii ni fursa nzuri ya kuipiga dola hiyo ya makafiri kiuchumi, kijeshi na kisiasa, na pia kulipiza kisasi. Hasa kwa vile Waislamu walipohama Maka kwenda Madina, makafiri walilazimisha kuziacha mali zao zote huko Maka na kuondoka bila chochote isipokuwa nguo zao na mnyama wa kumpanda, bali wengine walinyang'anywa hata wanyama wao na ikawabidi kutembea kwa miguu mpaka Madina, na wengine waliviziwa njiani na kuuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia Waislamu, msafara huu wa Makuraishi umejaa mali zao, uendeni, huenda Allah akatulipa haki zetu walizotunyang'anya kwa kutuwezesha kuteka. Si watu wengi walijitolea kwenda, na hii ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutilia mkazo sana kutoka huko, hakumlazimisha mtu kwenda naye wala hakumlaumu yoyote yule,
asiyetoka pamoja naye, bali alimwacha kila mmoja ajiamulie mwenyewe ikiwa anataka kwenda au hataki. Na kwa ajili hiyo sahaba wachache walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka akiwa na watu wapatao 300 na kidogo tu hivi. Inasemekana walikuwa 313 au 14, na riwaya nyingine zinasema kuwa walikuwa 317. 86 kati yao ni muhajirina, yani watu wa Maka waliohamia Madina, na 231 ni watu wa pale pale Madina. Maswahaba hawakujua kuwa msafara huu utakuja geuka kuwa ni moja kati ya mapambano makubwa baina ya haki na batil. Walidhania kuwa itakuwa ni yale mapambano ya kawaida baina ya makundi ya wapiganaji wa Kiislamu na misafara midogo midogo ya makafiri. Hawakujua kuwa Allah amekwisha panga atimize jambo lake lililokuwa lazima litendeke. Waliondoka wakiwa na farasi wawili tu, mmoja wa Zubair bin Awam na mwingine Mikdad bin al-Aswad al-Kindi. Walikuwa pia na ngamia 70 wakipokezana katika kuwapanda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka Madina pamoja na sahaba zake. Kufuatia msafara huo, Abu Sufyan akamchagua Ibn Maktum radhiallahu anhu kuwa ni mkuu wa Madina badala yake. Lakini alipofika nje kidogo ya Madina, mahali panapoitwa Ar-Rauha, akamrudisha sahaba mmoja anaitwa Abu Baba na kumtaka yeye na khalifa wake pale Madina badala ya Ibn Maktum. Katika msafara huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua Mus'ab bin Umair kuwa ni mshika bendera, na bendera yenyewe ilikuwa na rangi nyeupe. Lakini pia akaligawa jeshi katika makundi mawili kama ifuatavyo. Kikosi cha muhajirina, watu wa Maka, akampa bendera yao Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kikosi cha watu wa Madina akampa bendera yao Saad bin Muadh radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka na jeshi lake hilo akifuata njia ya Maka, na alipofika mji unaitwa Ar-Rauha akapumzika, na baada ya kupumzika mahala hapo akaondoka kuelekea mji wa Badri, akiacha njia ya Maka kushotoni kwake na kuendelea na safari yake mpaka akalifikia bonde la Rahikan. Na baada ya kuendelea mbele kidogo akawatuma sahaba Basis bin Umair na Uday bin Azghaba watangulie na kupeleka habari ya msafara waliokusudia kuteka. Ama Abu Sufyan alikuwa kiongozi wa msafara wa biashara makafiri wa Maka. Alikuwa ni mtu mwenye kuchukua tahadhari sana. Alijua kuwa njia ya Maka ina hatari nyingi, na kwa ajili hiyo kila mara alikuwa akitanguliza pelelezi ili wamletee habari za mbele ya safari. Wakati huo alikuwa akimuuliza kila anayekutana naye iwapo huko alikotoka ameona chochote kile kisichokuwa cha kawaida. Katika kuuliza kwake akamuuliza mtu mmoja anaitwa Majid bin Amru iwapo ameona jeshi kutoka mji wa Madina, na yule kijana akasema, mimi sikuona majeshi, lakini niliona kundi kubwa la watu waliopumzisha ngamia wao mahala hapa. Abu Sufyani akaenda kupafanyia uchunguzi mahala pale alipoambiwa kuwa watu walipumzisha ngamia wao. Baada ya kuchambua kinyesi cha ngamia waliopumzisha mahala hapo na kuona kokwa za tende ndani yake, kisha akasema, madam choo chao kimejaa kokwa za tende, hapana shaka yote kuwa hawa ni ngamia wa watu wa Madina. Alipotambua hayo akajua kuwa anatafutwa, na hapo hapo akageuza njia yake na kumtuma mtu mmoja aitwaye Dhamdham bin Amru al-Ghafari atangulie mbio sana aende kuwazindua watu wa Maka juu ya hatari inaokabili msafara wao wenye vitu vya thamani kubwa sana. Watu wa Maka waliposikia hayo wakasema, Muhammad anadhania kuwa atauteka msafara huu kwa urahisi kama alivyoteka msafara wa Amr bin al-Hadrami. Makafiri wakaendelea kusema, haitokuwa hivyo kabisa, Wallahi atakiona chake Muhammad safari hii. Makuraishi mara baada ya kujulishwa juu ya hatari hiyo wakakusanya jeshi la watu wapatao 1300, farasi wapatao 100 na ngamia wengi sana. Wakaondoka hapo wakiongozwa na Abu Jahl bin Hisham pamoja na vigogo wa Makuraishi.
Walisafiri kwa kasi kubwa sana kuelekea kaskazini mahali ulipo mji wa Badri. Walipofikia mji uitwao Al-Juhufa, wakapata salamu kutoka kwa Abu Sufyan kuwa msafara wake umekwisha salimika na hatari ya kutekwa, na akawataka warudi Maka mara moja. Kwa sababu mara Abu Sufyan alipotambua kuwa anafuatwa, akabadilisha njia na kupita njia ya pwani badala ya kupitia njia ya mji wa Badri, na kwa ajili hiyo akaokoka na kuwapelekea habari wenzake. Lakini Abu Jahili akasema, wallahi haturudi nyuma mpaka tufike Badri, tukae hapo siku 3, tuchinje wanyama wetu, tunywe pombe yetu na waimbaji waimbe mpaka habari ziwafikie Waarabu wote, ili wapate kutujua ni nani sisi na ili watuogope. Waislamu walipata habari ya kuwaponyoka kwa msafara Abu Sufyan, na wakati huo wakapata habari za jeshi kubwa la watu wa Maka lililowakabili, lililoazimia kwenda mji wa Badri, na kwa ajili hiyo wakaingia katika tatizo kubwa sana. Baadhi yao wakaingiwa na hofu na wengine wakatoa wazo la kurudi Madina, na hii ni kwa sababu walikuwa wachache, hawana silaha za kutosha na hakutoka kivita, lakini ikawabidi kulikabili tatizo hilo kwa ushujaa mkubwa kabisa, kwani wapo watakimbia kupambana na jeshi la makafiri na kuliacha litambe hapo Badri, mji ulio katika eneo la karibu na mji wa Madina, huko kutawapa nguvu na kichwa kikubwa makafiri, na watapata moyo zaidi, jambo ambalo walitakuwa na mwisho mwema. Wakati huo haiba ya jeshi la Islam itaondoka. Mwanachuoni mkubwa Al-Mubaraka Fari amesema katika kitabu chake cha Ar-Rahiqul Maktum kuwa jeshi la Islam lingekuwa mfano wa mwili bila roho, na makafiri wangepata moyo kujaribu kushambulia mji wao wa Madina bila ya hofu yoyote ile. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kama akhraja rabbuka min baytika bilhaqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun. Tafsiri yake ni kwamba kama alivyokutoeni Mola wenu mlezi kutoka nyumbani